Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa fulani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi, wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775026557. Karibu katika sehemu ya 5 ya likapi yetu. Kama bado hujitazama sehemu ya 4, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo kwa sababu hapa ni mahali sahihi. Tulipokuwa tumekomea katika episode ya 4 ni mara baada ya kushuhudia kwamba miamba waliweza kuingia ndani ya mjengo, na kumbuka kwamba ndani ya mjengo huu kuna mzimu hatari sana. Mmoja wao akawa amechukua pete na kuiweka katika mkono, na baada ya hapo akashangaa kuona kwamba ameweza kuvamiwa na ule mzimu. Macho yake yakabadilika rangi na kuwa mekundu sana. Mwenzake akahisi kama jamaa alikuwa akifanya masiala, lakini ghafla tu ikaonekana kamera ikiwa imeanguka na sauti kubwa ikisema, "We mama nisaidie." Ndio ilikuwa imesikika na kutufungia episode ya 4. Tukirudi nyumbani huku kwa bidada Yang So, moja kwa moja bana, siku ya leo mamake alikuwa amemwagiza kuweza kufanya kazi fulani hivi ya kiganga na amtafutie baadhi ya vitu kuweza kupata maana ili waweze kwenda kuikomboa ile nyumba ya mizimu. Lakini kwa bahati mbaya bidada kila akijaribu kukumbuka anajikuta anakumbuka mwamba tu. Masuala ya kazi anajikuta hawezi kuyazingatia kabisa. Mwisho wa siku harakati zake zote katika kutafuta kile ambacho mamake alikuwa amemwagiza zikaishia kutafuta tu haya mafuta ya midomoni ambayo yanasababisha midomo isiwe mikavu. Eti akaanza kukumbuka kwamba pia mwamba Jang Hu wa midomo yake inakuaga mikavu, kwa atakwenda kumpatia kama zawadi. Kwa akawa amesahau kabisa maagizo ya kiganga. Kesho yake mapema na alfajiri akiwa yuko shuleni anamtazama tu Jang Hu katika maeneo ya mdomo. Sasa anashindwa kumpatia ile mafuta ya mdomo kwa sababu yeye huyu ni mwanaume na hawapakagi ya mafuta. Eti anataka kumwambia kwamba haya mafuta utakuwa unapaka kwenye midomo. Na mwisho wa siku akawa ameshindwa kabisa, moja kwa moja akawa amenyoosha zake bana na kuamua tu kumpatia jamaa hivyo kama zawadi. Ila jamaa akawa ajue amepokea zawadi gani. Kesho yake tena akiwa anaelekea shuleni ghafla tu katika basi, jamaa Jang Hu anamtazama bidada kana kwamba alikuwa na mawazo mengi. Ilibidi kumshika katika eneo la shingo ili kugundua je alikuwa na homa au alikuwa hana homa. Lakini huyu jamaa alipoweza kushuhudia kwamba Jang Hu alikuwa akimshika bidada, hii kitu ikawa imemuumiza sana. Ni kama jamaa naye anampenda bidada. Alipofika shuleni mishale ya saa 6 mchana hivi muda wa kupata chakula, basi mwamba Jiho akawa ameandaa siti kwa ajili ya bidada. Moja kwa moja kija tu atakuja kukaa katika eneo hili. Lakini bidada alipoweza kufika akaenda kupitiliza na kwenda kukaa kwa mwamba Jang Hu. Hii kitu ikawa imemkela sana na kumwambia kwamba mimi nakuandalia siti afu unaenda kukaa kwa jirani yangu na akili wewe. Lakini bidada Song Hee akaweza kuamka na kusema kwamba hebu acha utoto bana, kila wakati utoto tu, wakati mwingine tuwe serious tu na mambo ya kiutu uzima bana. Sisi tumeshakuwa sasa hivi tuna miaka 18 na karibia, sawa hasa kwa kuwa bidada rais wa shule anampendaga sana huyu Jiho. Alipogundua kwamba Jiho alikuwa kifokewa, moja kwa moja ikabidi kutimba katika eneo hilo na kuanza kumfariji kwa kumwambia kwamba usihofu, kama mtu anakufukuza basi uko pamoja na mimi. Lakini wakati huo bidada Yang So alikuwa akicheka sana kwa sababu alikuwa anatabasamu wakati wote, alikuwa anaiona nafsi ya kambwa fulani hivi kaliweza kufariki siku za hivi karibu. Kaka kambwa bwana alikuwa anakamiliki mwamba Jang Hu na kaliweza kufariki kipindi cha nyuma kidogo kwa sababu mwamba alikuwa na mikosi, kwa alikuwa hana uwezo wa kudumu na vitu. Ila huyu mbwa alimpendaga sana mwamba Jang Hu, kwa hata alipokuwa katika hali ya nafsi bado aliendelea kumfuatilia jamaa. Hasa bidada akawa anaenjoy sana kukatazama kaka mbwa. Kila sehemu ambapo mwamba alikuwa anaelekea basi yeye alikuwa anamfuatilia na kumtazama katika maeneo ya miguu. Kumbe yeye alikuwa akitazama kaka mbwa na akiwa anatabasamu. Jiho akaanza kupata wivu na kuanza kusema kwamba hivi wewe siku hizo unajitambua kweli? Yaani unatazama miguu ya Jang Hu afu unachekelea nini sasa? Au unampenda jamaa? Niambie tu. Lakini bidada akasema hapana, sio kwamba anampenda, ila anachekelea kwa sababu kuna kambwa ambako kanamfuatilia mwamba Jang Hu. Inaonekana kuwa huyo ndio malaika wake wa ulinzi wa sasa. Mwamba Jiho kuyasikia hayo kidogo ndo akawa ameshusha pumzi kwa sababu hakutaka kabisa bidada aweze kuingia katika mahusiano kipindi hiki. Lakini bidada Yang So akasema kwamba pia katika eneo hili la shule ameweza kuona kuna katoto fulani kadogo sana ambako kamemshikilia kijana mmoja wa kiume katika mguu. Ni ngumu sana kudili na kesi kama hiyo. Sasa tujajua je haka katoto ni kwamba mwamba alimshawishiki binti kutoa ujauzito au nini? Huko mitaani taarifa za vifo vya wale vijana wawili waliokuwa wameingia ndani ya ule mjumba wa mzimu zilikuwa za kushtusha sana. Mama yake bidada Yang So alikuwa ametimba eneo la tukio na kisha akampigia bidada simu na kumwambia kuwa anamhitaji katika haya maeneo. Lakini bidada Yang So kabla ya kuondoka katika eneo hili haraka sana akaanza kumshika mwamba Jang Hu mkono. Kumbuka kwamba anapenda sana kumshika hivi kwa sababu anaamini kwamba anafukuza bahati mbaya kwa mwamba. Ila hii kitu inamkelaga sana Jiho. Hasa akiwa anahofia kwamba Jiho naye atakuwa na wivu, akaamua kumshika mpaka naye Jiho. Lakini Jiho alimshika kwa sekunde moja kisha akawa ameondoka. Lakini bidada hakujua kwamba alichoweza kukifanya kilisababisha mioyo yao wote ianze kutabasamu. Wote wakajikuta tu wanaanza kuvutiwa sana na bidada. Huko ambako bidada alikuwa ameitwa bana, ilikuwa ni ibada inaenda kufanyika kwa ajili ya maandalizi ya kwenda kutoa ule mzimu. Wakafanya ibada kwa muda mrefu kidogo, lakini bidada wakati anarudia nyumbani alikuwa amechoka sana. Kesho yake mwalimu anafundisha darasani, mwanafunzi analala tu. Na mwalimu alikuwa ashangai kwa sababu bidada wakati mwingi
wengi wanalala sana darasani. Taarifa ya kupotea wale vijana wawili walikuwa wameingia katika jumba la mizimu ilizidi kutapakaa mpaka katika maeneo ya shuleni. Hapa waliweza kuona taarifa hii, lakini kwa bahati mbaya mwamba mmoja kati anitazama hii picha kagundua kwamba ni kama bidada Yang So aliweza kumshuhudia katika hii tukio la video. Akajaribu kana kwamba alikuwa anamziba bidada nusu sura, akagundua kwamba sura ndio hii. Kwa bidada Yang So huenda ni mganga wa kienyeji. Huyu mwanafunzi alijikuta anafurahi sana kwa sababu ilikuwa ni ndoto yake kubwa sana kuja kukutana na wao waganga wa kienyeji, kwa sababu anashuhudiaga maajabu mengi sana yakiwa yanaonekanika kwenye TV, ila yeye hajawahi kushuhudia kwa macho yake. Kwa akaamini kwamba kwa kitendo cha bidada kuwa anasoma naye itakuwa ni rahisi kuja kuona miujiza hiyo. Akawaita wanafunzi wenzake wengi sana na kuambia kwamba jamani, tunasoma na mganga wa kienyeji. Bidada Yang So kumbe ni mganga wa kienyeji. Lakini wanafunzi wengine walipokuwa wamekusanyika katika eneo hilo, bidada alikataa na kusema kwamba yeye sio mganga hata kidogo. Mwamba akazidi kulazimisha kwa kusema kwamba hapana bana, wewe ni mganga, nimeweza kushuhudia mbele ya macho yangu, mimi sura naijua, ni wewe huyu kabisa. Lakini bidada akasema hapana, huyo sio mimi. Wakati huo Mwamba Jiho akawa amefika katika eneo hili na kumvuta bidada na kusema kwamba huyu sio mganga hata kidogo bana. Lakini wakati amemtoa katika hayo maeneo ya darasani na kumpeleka nje, Mwamba Jiho alikuwa amefurahia kabisa namna bidada alivyokuwa kitabasamu pindi alipokuwa akisifiwa kwamba yeye ni mganga, licha ya kwamba alikuwa anakataa. Akamwambia kwamba kwa nini unatabasamu unaposifiwa kwamba wewe ni mganga? Hujui kama ni kazi ya kipumbavu kabisa ile? Jiho akaenda mbali kwa kuongezea kwa kusema kwamba kamwe katika maisha yako usije kukubali wala kufananishwa na mtu yoyote ambaye ni mganga wa kienyeji. Lakini bidada hakutaka kabisa kuyasikia maneno, akasema hivi, Jiho, ngoja nikuelekeze kitu. Sitaji kuelekezwa kitu chochote kinachohusiana na waganga wa kienyeji. Jamaa kama ameondoka. Jamaa akiwa amekasirika sana anadidi kutembea peke yake. Jiho akamkimbilia na kumwambia kwamba bana, mimi ndakwenda kukuelezea kila kitu. Akamchukua na kumpeleka katika maeneo ya kurusha mishale, kisha akaanza kumwambia kwamba bidada, wakati mwingi alikuwa anahangaika kuhakikisha kwamba unatabasamu, alafu siku ya leo unakwenda kununa, sio jambo zuri. Katika maisha yangu bidada Yang So alinifundisha kwamba kila ninapopitia jambo gumu nijifunze kutabasamu na nijifunze kupambana na mambo katika hali ya furaha. Nisipende sana kununa na kuonesha watu kwamba nimekasirika ama kununa katika mambo ambayo naambiwa. Bidada Yang So kutabasamu kipindi alipokuwa anaambiwa yale maneno haikuwa na maana kwamba alikuwa amefurahia sana, lakini kuna uwezekano mkubwa kwamba bidada atakuwa amekasirishwa zaidi na jambo hili kuliko hata wewe unavyodhania. Lakini Jiho akaenda mbali kwa kuongezea na kusema kwamba na hiyo ndio sababu inayosababisha mimi naweza kumpenda sana bidada Song Yi. Hili neno la mwisho ambalo Mwamba Jiho alikuwa amelizungumza kwamba anampenda bidada Yang So lilikuwa limemuingia sana Mwamba Jiho, kwa sababu hakutegemea kabisa kwamba jamaa atakuwa anampenda bidada. Na Mwamba Jiho licha ya kwamba ni mbovu sana katika kurusha upinde, ila kwa kudhihirisha kwamba katika jambo hili alikuwa yuko serious, akaamua kurusha upinde na moja kwa moja ukaenda kulenga katika eneo la tukio. Hii inamaanisha kwamba katika maneno haya alikuwa akiyazungumza alikuwa anamaanisha sana. Nyakati za jioni zilipoweza kufika, Jiho akiwa anarudi nyumbani, ghafla tu akaweza kukutana na kina bidada Yang So pamoja na mama yake, ila aliweza kumtambua mama yake, lakini akataka kumtambua bidada kwa kuweza kupiga naye picha ili akalisafishe jina la bidada Yang So, kwa sababu anaaminika kwamba yeye ni mganga wa kienyeji, kitu ambacho sio kabisa. Kwa akaomba apige picha na huyo bidada ili aweze kuambia watu kwamba Yang So sio mganga. Lakini wazo hili likawa limepingwa sana na bidada Yang So pamoja na mama yake, wakisema kwamba ni haramu kuweza kupiga picha na mganga na ni kosa kubwa sana kwenye mizimu. Kwa Mwamba ikabidi kuomba msamaha na kusema kwamba nisameni jamani. Mama yake moja kwa moja ikabidi kumwambia kwamba huyu jamaa inaonekana anakupenda, basi nyakati za jioni ulizo kumtembelea. Basi moja kwa moja bidada akatimba katika duka la nguo na kumnunulia jamaa nguo. Moja kwa moja kaenda kukutana naye kwa mara ya kwanza tu, lakini ulipoweza kukutana tu ghafla tu umeme ukawa umezima. Na mara mizimu ikaanza kuonekana katika maeneo hayo. Bidada akamshika Mwamba mkono kisha akawa anatabasamu. Lakini Mwamba Jiho akamwambia bidada kwamba kama ukiwa unatabasamu kila wakati kama hivi, watu wabaya watakuwa wanakuonea sana wakikulazimisha ili ulengo waweze kuona upande wako wa pili. Je, ukiwa unalia unakuaje? Akaeleza wazi kwamba kila alipokuwa akijitahidi kutabasamu nyakati za udogoni, watu walikuwa wakimuonea sana na kutaka kuona upande wake wa pili, je, alikuwa analia au ali. Na kweli kabisa Mwamba alikuwa akilia, ndipo walikuwa namuacha. Kwa hiyo jamaa akajifunza kuwa ni mtu wa kuweza kulia kila wakati ili maadui yake wasimuonee. Bidada alipoyasikia maneno hayo ya uchungu sana, akawa amemkumbatia jamaa kwa sababu yeye anaamini katika kucheka, lakini jamaa anaamini katika kulia kila wakati. Upande wa pili mama yake na bidada Yang So moja kwa moja alikuwa ameenda kwa yule mganga, ambapo bidada Yang So anaendaga sana kuchukua ilizi pale, lakini akawa anamuuliza kwamba namtafuta mwanamke mmoja anafahamika kama Sokwa, ni mganga wa kienyeji. Kuna bangili yake niliweza kuikuta katika ile jumba la mizimu. Nataka nijue alifikia wapi katika juhudi zake za kuhakikisha kwamba anaitoa ile mizimu katika ile nyumba, kwa sababu bangili zake nimezikuta chini, ila yeye siwezi kujua wapi alipo. Lakini huyu jamaa akasema kwamba Sokwa kwa sasa anafanya kila kitu na ana uwezo mkubwa sana, ila uwezo wake wote anautumia kwa ajili ya pesa tu. Huyu mganga mkuu akawa amempigia Sokwa moja kwa moja yeye mwenyewe. Baada ya kumpigia akawa amepokea, lakini alipoweza kupokea tu akasema anajua kwamba unanipigia na hapo ulipo upo na mama yake Yang So, na lengo lake ni moja tu, kutaka kunifuatilia. Mwambie kwamba asinifuatilie hata kidogo, kwa sababu mimi na mishe zangu ngumu sana na sitaki kabisa uhusiano na mtu yoyote yule. Lakini siku ya leo bidada Song Yi aliweza kutimba katika maeneo fulani vya jumba fulani la mizimu, lakini kwa bahati mbaya kabla ya kuingia humo ndani akashangaa kuona kwamba anakutana na Sokwa, ila yeye Sokwa hamjui kwa sura yake, kwa akawa amemsalimia tu na Sokwa akasema kwamba karibu. Baadaye katika maeneo ya shuleni huku bana, Mwamba Jiho akawa ameenda kwa mwalimu wa michezo na kumwambia kwamba yuko tayari kuanzia sasa hivi kushiriki michezo ya kurusha upinde. Kitu hichi kikawa kimemfurahisha sana mwalimu, alijikuta na furaha kubwa sana na mwisho wa siku akawa anatamani hata kulia.
kukimbia. Na ili kumpokea Jiang Hu katika timu hii, sharti ni moja tu, anatakiwa kukimbia umbali wa kilomita 2 kisha aweze kurudi ndani ya saa moja. Na kama akichelewa basi atarudia hata mara 50. Basi moja kwa moja Mwamba kaanza kukimbia kuelekea katika maeneo fulani vya mapoli ili atimize hizo kilomita 2. Ajabu ni kwamba Mwamba katika harakati zake za kukimbia akakimbia umbali mrefu sana na akafika katika eneo ambalo ibada ya Sokwa ilikuwa ikifanyika, na bidada Yang So pasipo hata kujua kwamba huyu ndio Sokwa alijikuta tu anakaribishwa katika mitaa hiyo. Na kwa sababu Yang So hakujua kabisa kwamba Jiang Hu angeweza kutimba katika mitaa hii, alikuwa ametoa kile kinyago chake. Mwamba alipotimba tu katika mitaa hii alikuja kushangaa sana kuona kwamba kumbe mganga wa kienyeji ni bidada Yang So. Hii kitu ilimuumiza sana jamaa na kuona kwamba kumbe bidada alikuwa akimzunguka kwa siku nyingi. Hasa bidada akazidi kumkimbiza Mwamba, lakini kadri anavyozidi kumfukuzia ndipo akagundua kwamba nayo mizimu ilikuwa imemwandama jamaa kwa kasi zaidi, na yenyewe ikawa imeongezeka kwa wingi na inamtaka jamaa. Mambo ndo kwanza yanazidi kuchemka. Sasa tukutane katika episode ya 6 ya tamthilia yetu nzuri. Nikumbushe tu kwamba kila tunapofikisha like 100 basi natoa episode ya mbele. Kumbuka kwamba unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini pia unaweza kushare kwa ndugu na marafiki na jamaa ambao wanapenda tamthilia kama hizi. Karibuni sana. Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa fulani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa kazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775 0265 57.